Alipatikana akifanya zinaa. Mwanamke aliondolewa kwa nguvu kutoka kitandani kwake na kutupwa chini mbele ya umati wa watu waliomcheka. Akiwa mtupu huku akitetemeka, alisimama kwenye kivuli cha hatima ya giza. Alizungukwa na wanaume walioshika mawe, tayari kutekeleza adhabu ya kifo kama ilivyoanishwa katika sheria ya Musa. Hatima yake ilionekana kuwa imetiwa muhuri. Lakini kisha kitu cha ajabu kilitokea. Yesu ambaye alikuwa akisubiriwa na wote, alijikunja kwa utulivu na kuanza kuandika kwenye vumbi. Matendo yake yaliwashangaza wengi. Kwa nini hakujibu maswali papo hapo? Mafarisayo walikuwa wamesimama mbele yake, wakimkazia macho wakiwa wamejaa shauku. Huu haukuwa tu wakati wa kufuata sheria. Ilikuwa ni mtego ulioandaliwa kwa hila ili kumteka Yesu bila kujali atajibu vipi. Kama Yesu angesema mwacheni aende, wangemgeuzia lawama za kukanusha sheria ya Musa na hivyo kumpunguzia mamlaka na heshima yake mbele ya umati. Lakini kama angesema mpigeni kwa mawe, angejipinga mwenyewe, akisaliti ujumbe wake wa rehema na msamaha. Na pia angekumbana na hasira za Warumi ambao wangeweza kuadhibu kwa kuvuka mipaka yao. Lakini nyuma ya hii changamoto kulikuwa na jambo la hatari zaidi, unafiki. Sheria ya Musa inasema wazi kuwa mwanaume na mwanamke waliokamatwa kwa uzinifu wanapaswa kutumikia adhabu. Lakini hapa anasimama mwanamke peke yake, akiwa wazi mbele ya umati. Mwanaume yuko wapi? Kwa nini naye hajatolewa mbele? Hii sio haki. Ni mtego ulioandaliwa kwa ustadi, uliojaa udanganyifu na udhibiti. Ukiwa ni vipimo viwili vya haki ambavyo vimejikita katika jamii kwa muda mrefu. Wakati Yesu akiendelea kuandika kwenye mavumbi, umati ulikaa kimya, huku wasiwasi ukitawala. Anaandika nini? Je, anafichua dhambi za wale wanaomshutumu, akionyesha unafiki wao? Au anaandika sheria yenyewe, akiwakumbusha hatia zao? Au pengine ni kitu kingine kabisa? Labda hakuna kitu, bali ni mbinu ya kupunguza mvutano na kutuliza hali. Hatimaye baada ya kimya kirefu anasimama. Umati unakuwa kimya, kila mmoja akiwa na wasiwasi. Kwa utulivu na mamlaka, Yesu anasema maneno ambayo yatabadilisha kila kitu. Yeyote asiye na dhambi na awe wa kwanza kutupa jiwe. Wakati huo kila kitu kiligeuka. Hali ya ukimya ilitawala, si kwa sababu Yesu aliwahukumu, bali kwa sababu dhamiri zao zilifichuliwa wazi. Kila mmoja alilazimika kukubaliana na hatia na unafiki wake mwenyewe. Mmoja baada ya mwingine, wakianza na mzee kuliko wote, wanaume wale wakaangusha mawe chini na kuondoka, wakiwa wameinamishwa vichwa vyao chini kwa aibu. Kwa nini waliondoka? Je, ni kwa sababu Yesu alifichua dhambi zao za siri? Waliona unafiki uliokuwamo mioyoni mwao? Au waliogopa kuhukumiwa kwa vipimo vile vile walivyotaka kutumia dhidi ya yule mwanamke? Yesu hakuruhusu uzinzi, lakini pia hakuhukumu yule mwanamke. Akamwangalia na kusema, wala mimi si hukumu, enenda, wala usitende dhambi tena. Hili halikuwa tu somo la rehema, bali ujumbe wenye nguvu. Yesu alifichua unafiki wa Mafarisayo waliodai kushika sheria, ili hali wao wenyewe walikuwa na dhambi walizozificha. Alifunua upendeleo wa hukumu. Ni mwanamke pekee aliyekuwa akiabidhiwa. Lakini yuko wapi yule mwanaume? Na pengine la kushangaza zaidi, Yesu aliwatetea wanawake wakati wengine waliwahukumu. Aliwaona kuwa na thamani zaidi ya makosa yao. Lakini hapa kuna swali. Je, jambo kama hili linaendelea kutokea mpaka leo? Je, wanawake bado wanahukumiwa vikali zaidi kuliko wanaume katika masuala ya kidini au kitamaduni? Fikiria jinsi katika jamii wanawake wanavyoshutumiwa na kuonekana wametia aibu kwa matendo yao ambayo wanaume pia wanayafanya bila kuadhibiwa. Mfano mmoja mkubwa wa hili ni athari za video za ngono zinavyovuja. Pindi video kama hii inapotokea, mara nyingi ni mwanamke anayebeba lawama na aibu, huku mwanaume akiachwa bila lawama zozote kutoka kwa umma, au hata hivyo akishangiliwa. Hii inaonyesha unafiki mkubwa ambapo viwango vya hukumu havitumiki kwa usawa. Je, jamii ina ubaguzi wa maadili au unafiki?
Hii inajitokeza kwa jinsi makosa fulani yanavyohukumiwa vikali. Wakati mwingine, mara nyingi, hutolewa visingizio au kupuuzwa kabisa. Kwa mfano, katika tamaduni nyingi, linapokuja suala la uzinzi, wanawake wanashutumiwa vikali kwa matendo yao, wakati mwanaume anayehusika mara nyingi hupuuzwa. Lakini vipi kuhusu makosa mengine kama vile ufisadi, unyanyasaji wa madaraka au ulafi? Mara nyingi hupuuziwa mbali haya yote, hasa pale yanapotokea kutoka katika watu waliokuwepo kwenye nafasi za juu za madaraka au hadhi. Unafiki upo katika jinsi jamii inavyochagua dhambi ipi zinastahili adhabu zipi, hupuuziwa mbali au kupunguziwa ukubwa wa kosa. Basi nini tunajifunza kutokana na jibu la Yesu kuhusu udhalimu na unafiki? Yesu alipowaonyeshea wale waliomshtaki unafiki wao, alitufundisha kujitathmini na alionyesha huruma kwa wale waliotengwa. Ujumbe wake ulikuwa wazi: unafiki haupaswi kupuuzwa mbali na tunapaswa kuonyesha huruma kila wakati. Mfano wake unatuonyesha jinsi ya kupinga ubaguzi wa viwango, kukabiliana na unafiki kwa ujasiri na kuhurumia wengine bila kujali makosa yao. Kama vile Yesu alivyomuona mwanamke zaidi ya dhambi yake, je, sisi tunaweza kuona zaidi ya hukumu na kuona watu kama vile walivyo kweli? Bwana, tunakuja mbele zako kwa mioyo iliyonyenyekezwa kwa neema yako. Tunakushukuru kwa huruma yako inayotuchukulia zaidi ya makosa yetu, kwa upendo unaotuonyesha hata tunaposhindwa. Kama vile ulivyotoa msamaha kwa yule mwanamke aliyejikuta kwenye uzinzi, tusaidie kutambua kwamba sisi sote tunahitaji huruma yako. Tunaomba uifanye laini mioyo yetu Bwana, ili tuweze kuwaonea wengine huruma badala ya kuwahukumu. Tusaidie kuwaona wengine kama unavyowaona wewe, wanastahili msamaha, wanastahili neema na upendo usio na kipimo. Bwana, tufundishe kujitunza na kutambua unafiki katika maisha yetu, ili tuweze kutembea katika mwanga na upendo wako. Tukionyesha huruma iliyotuonyesha sisi, tuonyeshe daima kuwa wepesi, kuachiliwa mioyo yetu na kuwa na subira katika kutoa hukumu, tukikumbatia uzuri na ukombozi na nguvu inayopatikana katika msamaha wako. Kwa jina lako takatifu, amina.